ameketishwa pamoja na Kristo mbinguni. Mtu au anapomwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi katika maisha yake, maandiko matakatifu yanasema ya kwamba anaketishwa pamoja na Kristo mbinguni. Hii ni kuinuliwa kwa kiwango cha juu sana kwa mwanadamu, na ni heshima kubwa sana kwa mwanadamu ambao Mungu alimpa mwanadamu. Ni kutolea mfano wa kidunia kuwa leo ukipata mwaliko kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump kwamba amekupa permanent resident kwenda kuishi Marekani pamoja na familia yako, ninaamini utakuwa na furaha sana, na ninaamini utafanya sherehe kwa sababu unajua thamani ya maisha ya Marekani. Sasa ninapoongea kuwa Kristo anakuketisha mahala pa juu mbinguni, ni kitu kimoja cha thamani sana ambacho Mungu anamheshimisha mtu anayemwamini yeye. Nikutolee mfano kidogo pia. Kabla ya anguko, mwanadamu alikuwa ameketishwa hapa katika bustani ya Eden. Kabla ya anguko, Adam alikuwa anaishi kutokea hapa. Yeye alikuwa anaishi kutoka Eden kuja duniani. Kwa hiyo Eden ilikuwa ni poto, yani ni kama masafa ya ulimwengu wa roho, ambapo ndiko Adam alikuwa anakutana na Mungu, na Mungu alikuwa amemketisha hapa Adam hapa ili aweze kuwa anafanya ibada kutokea hapa, lakini Adam akiwa anaishi hapa duniani ambao ni physical world. La baada ya anguko, Adam alishuka akaja kuishi katika ulimwengu wa watu walioanguka hapa, ambapo watu wengi wamekwama hapa ambao hawajaamini Yesu Kristo wanaishi kutokea hapa. Na maana mawazo yao, nafsi zao zina operate kutokana na ile consciousness ya watu walioanguka ambao wanaitwa ulimwengu. Kwa hiyo wanaishi hapa, wanaishi kutokea ulimwengu wa roho kuja kutoa matokeo hapa duniani. Lakini baada ya Yesu kuja na kulipa deni, kwa hiyo mtu anapomwamini arudishwi tu kuja kwenye bustani ya Eden, anatolewa hapo kutoka ulimwengu wa kawaida, anaenda zaidi ya bustani ya Eden, anarudishwa wapi? Mbinguni, kwenye ikulu kamili. Kwa hiyo mtu anakuwa na operate kutokea hapa akiinfluence nini? Dunia. Umeona ilivyo thamani. Ashu mtu Adam alivyokuwa anaishi hapa, yale maisha yalikuwa ya thamani sana. Kulikuwa hakuna njaa, hakuna maumivu, hakuna magonjwa, kulikuwa na amani. Sasa ashu mtu Adam kwa level ya chini ya mbingu alikuwa anaishi maisha yake. Kwa hiyo mtu sasa aliyemwamini ameenda kujikulu kabisa mbinguni hapa, anaishi kutokea hapa. Sasa imagine ni maisha gani ambayo mtu anatakiwa huyu aishi. Kuwa huyu mtu hana magonjwa, hamna njaa, hakuna maumivu, hakuna masikitiko, kwa sababu tayari ameketi katika ufalme na anaishi kutokea huku. Na kija hapa na maana duniani anakuwa na reflect tabia za mbinguni, ana reflect mentality ya mbinguni, anaifunua mbingu, kwa sababu ndiko anakoishi. Na maana mawazo yake, fikra zake na kila kitu zinaishi kutokea mbinguni. Maelekezo yote yanayoishi hapa yanakuwa yanatokea wapi? Mbinguni. Kwa hiyo hii ndio thamani ya mtu aliyempokea Bwana Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wake, kuwa Biblia anasema kuwa anakuwa ameketishwa pamoja na Kristo wapi? Mbinguni. Yeye hayuko katika ulimwengu, yeye hayuko katika bustani ya Eden, yeye yuko hapa mbinguni kwenye ikulu ambako mfalme wa wafalme ndio anaishi pale. Kwa hiyo unaweza kuona hii thamani, na nikupe hongera wewe ambaye umempokea Bwana Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na pia wewe kama bado hujampokea, tafadhali fanya maamuzi sahihi ili utoke hapa kwenye ulimwengu, utoke kuishi kwenye ulimwengu wa watu walioanguka, urudi kuishi kwenye sehemu ambako Mungu alikuwa amekuandalia.